Bwana Yesu asifiwe sana. Unaendeleaje mtu wa thamani? Karibu tena katika siku yetu ya pili ya semina. Tunaamini umejiandaa vyema kujifunza leo hapa katika Maisha na Neno, uzima kwa wote. Tunakujali, tunakupenda na tunathamini uwepo wako. Na sasa tutumie nafasi hii pia kuwakaribisha na wengine kama upendo wetu katika Kristo Yesu na kubonyeza alama ya kengele hapo chini ya video hii kama bado haujafanya hivyo. Sasa tuanze darasa letu. Semina ya uchumba mpaka ndoa. Somo la pili: maandalizi binafsi kabla ya kuingia kwenye uchumba. Utangulizi wa mhubiri. Wapendwa katika Bwana, kabla hujamtafuta mwenzi, jiulize swali hili: je, mimi mwenyewe niko tayari kuwa mwenzi wa mtu mwingine? Watu wengi wanatafuta mtu sahihi, lakini hawajiandai kuwa mtu sahihi. Ndoa haianzi siku ya harusi. Ndoa inaanza ndani ya moyo wa mtu kabla hajakutana na mchumba wake. Msingi wa uchumba bora si kumpata mtu mzuri, ni kuwa mtu aliyeandaliwa. Maandalizi ya kiroho. 1. Uhusiano wako na Mungu kwanza. Mathayo 6 mstari wa 33. Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu kabla hujatafuta mwenzi. Je, umempata Mungu? Je, umeokoka kweli? Je, una uhusiano wa binafsi na Yesu? Mtu asiye na mizizi ya kiroho atafanya maamuzi kwa hisia, atachagua kwa tamaa, atavunjika kirahisi. Uchumba hauwezi kuziba pengo la kiroho. Upweke wa kiroho hauponyiwi na mapenzi ya kibinadamu. Ni Mungu pekee anayeweza kujaza moyo. 2. Uponyaji wa majeraha ya zamani. Watu wengi wanaingia kwenye uchumba wakiwa na majeraha ya kuvunjwa moyo, wakiwa na kumbukumbu za kusalitiwa, wakiwa na hasira dhidi ya jinsia fulani, na kisha wanamwadhibu mtu mpya kwa makosa ya mtu wa zamani. Zaburi 147 mstari wa 3 huwaponya waliovunjika moyo. Usiingie kwenye mahusiano ili kuponya maumivu. Ponya maumivu kwanza, ndipo ingie kwenye mahusiano. Maana mtu aliyejeruhiwa bila kuponywa huwa hatari katika mahusiano. 3. Kujifunza kusikia sauti ya Mungu. Isaya 30 mstari wa 21. Masikio yako yatasikia neno nyuma yako. Katika uchumba, si kila anayekuja ni wa Mungu. Si kila anayekuvutia ni wa hatima yako. Lazima ujifunze kutofautisha sauti ya tamaa na sauti ya Roho. Kutofautisha shinikizo la muda na mpango wa Mungu. Maombi na kufunga ni maandalizi, si dharura. Maandalizi ya kihisia. 1. Ukomavu wa kihisia. 1 wa Korintho 13 mstari wa 11. Nilipokuwa mtoto, nilisema kama mtoto. Dalili za kutokuwa tayari kihisia: hasira za haraka, yivu uliopitiliza, kutegemea mtu mwingine kukufurahisha, hofu ya kuachwa. Mtu mzima kihisia anaweza kujizuia, anaweza kusamehe, anaweza kusikiza bila kulipuka, anaweza kukubali kukosolewa. Usitafute mtu atakayekulea kihisia. Kuwa mtu aliyekuwa tayari. 2. Kujitambua. Jiulize, mimi ni nani? Maono yangu ni yapi? Wito wangu ni mpi? Nina nguvu zipi? Nina udhaifu gani? Bila kujitambua, utachagua mtu asiyelingana na wito wako. Utamlaumu baadaye kwa kukuzuia. Amos 3 mstari wa 3. Je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Kupatana huanza kwa kujitambua. 3. Kujifunza upweke mtakatifu. Sio kila upweke ni laana. Kuna upweke wa maandalizi. Kuna upweke wa kujengwa. Watu wengi wanaogopa kuwa peke yao, na kwa sababu hiyo wanachagua mtu yoyote. Lakini mtu asiyeweza kukaa peke yake atamtegemea mwenzi wake kama Mungu. Atakuwa na hofu ya kupoteza hata kama mambo ni mabaya. Upweke wa maandalizi ni darasa la tabia. Maandalizi ya tabia. 1. Kujenga nidhamu. Ndoa si hisia tu, ni nidhamu.
nidhamu ya fedha, nidhamu ya muda, nidhamu ya maneno, nidhamu ya tamaa. Mithali 25 mstari wa 28. Asiyeweza kuizuia roho yake ni kama mji uliobomolwa kuta zake. Kama huwezi kujizuia sasa, utawezaje kujizuia ukiwa kwenye ndoa? 2. Uaminifu na uwajibikaji. Je, unatimiza ahadi ndogo? Je, unawaheshimu watu? Je, unawajibika kazi au shuleni? Tabia haibadiliki ghafla baada ya harusi. Utakachoingia nacho ndicho utakachoishi nacho. Maandalizi ya kimaono na kifedha. 1. Maono ya maisha. Bila maono, uchumba huwa mzigo. Je, unaelekea wapi? Huduma, biashara, ajira, elimu? Mwenzi atakuwa mshirika wa safari yako, lakini kama hujui unaelekea wapi, hata yeye atapotea. 2. Uelewa wa fedha. Uchumba sio kuonyesha uwezo wa pesa, ni kujifunza uwajibikaji. Jifunze kuweka akiba, jifunze kupanga matumizi, jifunze kuridhika. Migogoro mingi ya ndoa hutoka kwenye fedha. Tahadhari muhimu. 1. Usiingie kwenye uchumba kwa sababu umri unaenda. Wenzako wote wameoa au kuolewa. Unahisi presha ya familia. Unaogopa kuitwa bikira au mzee. Wakati wa Mungu hauchelewi. Hitimisho la kipindi. Wapendwa, uchumba si mahali pa kuponya majeraha. Ni mahali pa kuunganisha watu waliokwisha andaliwa. Kabla hujaomba mke au mume, omba hivi: Bwana, nifanye mimi kwanza. Maandalizi yako leo yataamua ndoa yako kesho. Maswali ya tafakari. Je, niko tayari kiroho kweli? Je, nimepona maumivu ya nyuma? Je, nina maono ya maisha? Je, naweza kuwa baraka kwa mtu mwingine au bado ninahitaji kulelewa? Kipindi kijacho tutaingia katika sifa za mwenzi wa maisha, jinsi ya kumtambua mtu wa Mungu au mwenzi sahihi wa maisha yako. Tunaendelea hatua kwa hatua mpaka tuje kumaliza semina nzima kwa kina kabisa. Hongera sana mwanafunzi mwema kwa kumaliza sehemu hii ya pili. Unaruhusiwa kurudia video hizi mpaka upate mambo kwa kina yatakayokusaidia. Kwa mara moja, kuna uwezekano mengine yalikupita kwa sababu tofauti. Lengo letu hapa ni ili ujengeke kiroho, uimarike na kuwa bora zaidi kwa utukufu wa Mungu, na ndoa yako ikawe ya kipekee na mfano kwa wengine, ukamtukuze Mungu. Mwisho wa darasa moja ndio mwanzo darasa lingine. Tukutane tena kwa darasa linalofuata. Kwa heri.